Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 13. Mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni kusimama katika mapenzi yote ya Mungu, ikiwa ni katika wiki ya Machi 21 hadi Machi 27, kuashiria kwamba tuko katika lesoni ya mwisho ya robo hii. Hivyo nipende kuchukua muda huu kuweza kuwashukuru wale ambao wamejumuika pamoja na mimi kwa takriban majuma 12 ambayo yamepita ili kuweza kufanikisha kipindi hiki. Wale ambao wameshare, wamelike na kusubscribe. Kumbuka unaposoma katika kitabu ni cha Mithali 27:17 inasema, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunuavyo uso wa rafiki yake. Kwa hivyo iwapo kwa njia moja ama nyingine umeweza kucomment, umeweza kushare na umeweza kusubscribe, nipende kukushukuru kwa kufanya hivyo, kwa sababu tutazidi kuwafikia wengi iwapo tutasubscribe, tutashare na kucomment ili kuweza kuimaliza kazi hii. Kumbuka unaposoma katika kitabu ni cha Mathayo 24, Mathayo 24:14, neno la Mungu linasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo tumeweza kujukumishwa kuweza kuihubiri Injili ya Yesu Kristo kote kote ulimwenguni. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa kishare na kuweza kunipatia feedback ama kunipatia mrejesho kuhusiana na kipindi, nipende kuchukua fursa hii kuweza kuwashukuru na kuwaambia kwamba mzidi kuwa pamoja na sisi katika robo ambayo inakuja. Katika juma hili fungu elekezi linapatikana katika kitabu ni cha Wathesalonike wa kwanza, sura ni ya 5 aya ni ya 18, ambayo inasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kumbuka tumekuwa tukijifunza vile ambavyo Paulo anaweza kumshukuru Mungu, haijalishi ako katika hali gani. Iwapo tutaweza kujifunza jinsi ya kuweza kumshukuru Mungu, si kwa yale ambayo tunapitia, lakini kuwa pamoja na sisi kwa yale ambayo tunayapitia, Mungu ataweza kutuongoza salama. Kumbuka kunazo tofauti mbili kwa yule ambaye anapitia mambo magumu akiwa peke yake na yule ambaye anapitia mambo magumu akiwa na Kristo. Lakini kumbuka katika hali zote, yule ambaye anamtegemea Bwana atakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Hivyo ataweza kububujika maji ya uzima kila wakati kwa sababu Kristo yuko ndani yake. Katika robo hii ambayo imepita tulikuwa tukiangalia mada ambayo ilikuwa ikisema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai, na tuliweza kuona jinsi Kristo kama Mungu anatupatia nguvu za kuweza kuzishika amri zake ama kuweza kufuata maagizo yake. Jambo la pili ambalo tuliweza kuliona ni kwamba Kristo kama mwanadamu anaweza kutupatia kielelezo, anaweza kuwa kielelezo bora ambacho tunaweza kufuata. Kwa hivyo Kristo kama Mungu anatupatia nguvu za kuweza kuishi maisha ya utauwa, na vile vile Kristo kama mwanadamu anaweza kuwa kielelezo chetu. Hivyo tunakuwa na kitu cha kufuata, kwa sababu hatutakuwa na kisingizio kwamba haiwezekani. Kristo alikuja kama mwanadamu, aliweza kuiacha enzi mbinguni na kuweza kutuonyesha jinsi ambavyo tunaweza kuishi na wanadamu wenzetu katika ulimwengu huu. Na kitabu cha Wafilipi wa Kolosai kimeweza kuonyesha jinsi ambavyo waumini wanapaswa kuishi ili kuweza kudumisha umoja katika safari hii ya imani. Naam, unapoangalia katika siku hii kusimama katika mapenzi yote ya Mungu, kumbuka ni kusimama katika mapenzi yote, si mapenzi kadhaa, mapenzi yote ya Mungu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinatuwezesha kuweza kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Hivyo nipenda kukuomba uweze kujumuika na mimi tuweze kuona, je, tunawezaje kusimama katika mapenzi yote ya Mungu? Unaposoma katika Yuda 24 inasema, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Kwa hivyo Kristo pekee ndiye anaweza kutusimamisha. Kwa hivyo ili tuweze kusimama lazima tuzidi kumtegemea Kristo ambaye anatupatia nguvu za kuweza kusimama. Yeyote ambaye hatamtegemea Kristo hatasimama.
Kumbuka tunaambiwa vile vile yule ambaye anafikiria amesimama aweze kujichunguza ili asije akaanguka, kwa sababu wengi tuna haki yetu, haki ya kibinadamu ambayo tunajilinganisha sisi kwa sisi, lakini kumbuka Kristo ndiyo kielelezo. Kwa hivyo lazima tuweze kumtazama Kristo ili tuweze kubadilishwa kama yeye, ili tuweze kuiakisi tabia yake. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni Jumapili ambayo ina mada inayosema mafunzo juu ya ufikiaji. Somo letu litakuwa limejengeka katika kitabu ni cha Wakolosai, sura ni ya 4 aya ni ya 7 hadi 9. Wakolosai 4:7 hadi 9. Neno la Mungu linasema, Tikiko ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu, mjoli wangu katika Bwana, atawaarifu mambo yangu yote ambayo nimemtuma kwenu kwa sababu hiyo ili mjue mambo yetu, naye atafariji mioyo yenu, pamoja na Onesimo ndugu mwaminifu mpendwa aliye mtu wa kwenu. Hao watawaarifu mambo yote ya hapa petu. Kunazo njia nyingi ambazo Paulo aliweza kuwafikia waumini katika yale makanisa ambayo alikuwa ameanzisha, na vile vile katika yale makanisa ambayo alikuwa amechipuka kipindi kile. Njia ya kwanza aliweza kutuma nyaraka kuweza kuwahimiza ama kuwatia shime wazidi kung'ang'ania wokovu wao kwa bidii. Jambo la pili, aliweza kuwatuma watu ili kuweza kupeleka jumbe za moja kwa moja kwa njia ya mdomo. Miongoni mwa hawa ambao wanatumwa tunakutana na Tikito na vile vile tunakutana na Onesimo. Kwa hivyo hawa anaweza kuwatambulisha kama ni watu ambao wanaweza kuaminika. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba kuna mambo mengine yanayoweza kuwasilishwa vyema kwa mdomo badala ya maandishi. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambao ni muunganisho wa kanisa. Unaposoma katika kitabu ni cha Wakolosai 4:10 na 11, neno la Mungu linasema, Aristako aliyefungwa pamoja nami awasalimu, na Marko mjomba wake Barnaba, ambaye mumepokea maagizo kwa habari yake, akifika kwenu mkaribisheni, na Yesu aitwaye Yusto. Hao ni watu wa tohara, tena hao peke yao ni watendaji wa kazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nao walikuwa faraja kwangu. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba Paulo anatupa kidokezo kwa kutaja kwamba Aristako, Marko na Yusto ni waumini wa Yahudi. Kumbuka ameweza kusema watohara, na vile vile tunaona anaendelea kutaja Wayunani watatu. Kuna Epafra, Luka na Dema. Unaposoma Wakolosai 4:12 hadi 14, ni jambo la maana kwamba licha ya mivutano fulani katika kanisa kati ya Wayahudi na wa mataifa, watendakazi hao wanaweza kufanya kazi ipasavyo pamoja kwa umoja na upatano. Hata hivyo, kwa kusema tu inaonekana kwamba Paulo alitaka kuelezea hali fulani iliyomkatisha tamaa, ambayo Wakristo wengi wa Kiyahudi hawakusimama karibu naye katika mateso yake. Hata hivyo, ni muhimu kwamba kufikia wakati huu Yohana Marko, ambaye miaka kadhaa ya nyuma aliwaacha Paulo na Barnaba wakati wa safari yao kwanza ya kimishonari, unaposoma Matendo 13:13, anadhibitisha sio tu kuwa mwaminifu bali faraja kwa Paulo. Vile vile tunaona kwamba vitisho vya umoja sio jambo jipya. Katika miaka ya hivi majuzi kanisa la Waadventista limepitia mabadiliko makubwa kutokana na jinsi lilivyoenea ulimwenguni kote, na nguvu zimedhoofisha umoja wake. Msongo huu wa umoja unaweza kuhisiwa katika kila ngazi ya kanisa. Kwa hivyo tunaona kwamba shauku ya Paulo ilikuwa kwamba kanisa liweze kuwa na umoja. Maana ni kusimama na kudhibitika, na vile ambavyo niliweza kutangulia kusema ni kwamba ni Kristo ambaye anatuwezesha kuweza kusimama, na ni yeye vile vile anaweza kukamilisha imani yetu. Kwa hivyo Kristo ni mambo yote ndani ya yote. Somo letu katika siku ya Jumanne limejengeka katika kitabu ni cha Wakolosai 4:12 hadi 15.
3 ambayo inasema hivi, 12 inasema Epafra aliye mtu wa kwetu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kudhibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu na kwa ajili ya hao walioko Laodikia na kwa ajili ya hao walioko Hierapoli. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba Epafra, kumbuka Epafra ambaye alikuwa katika Asia ndogo, akaweza kusikia mahubiri ya Paulo. Aliweza pata mahubiri ya Paulo, anatoka moja kwa moja anapokuwa anarudi Kolosai ambao ulikuwa ni mji wake, anapeleka habari nzuri za Kristo katika mji wa Kolosai, na tunaona kanisa la Kolosai likianza. Kwa hivyo jambo ambalo niliweza kujifunza hapa ni kwamba vile vile sisi mahali ambapo tuko tunaweza kuwa mianga ya kuweza kumtambulisha Kristo. Tunaweza kuwa mianga ya kuweza kuwajulisha watu Kristo ni nani. Kwa hivyo tunaweza kuwaangazia wale ambao wako gizani. Na tunaona kwamba shauku yake ilikuwa ni kwamba hawa ambao wako katika Kolosai wazidi kuthibitika na kuimarika katika Kristo. Vile vile hii ndio inapaswa kuwa shauku yetu. Naam, nitanukuu mwandishi wa leseni vile ambavyo ameandika katika siku hii ya Jumanne. Ameweza kusema simama. Neno hili linamaanisha kusimama kidete na kutotikisika, jambo ambalo linawezekana tu kwa kuwekwa juu ya msingi mkawa imara katika imani na uhakika wa ukweli wa Injili. Neno lilo hilo linatumiwa mara kadhaa na Paulo kuhusiana na vita dhidi ya hila za shetani. Unaposoma katika kitabu ni cha Waefeso 6:11, na kustahimili nguvu za giza kupitia nguvu za kiungu kwa kuvaa silaha zote za Mungu. Neno kamilifu hili linamaanisha ukamilifu wa tabia ambayo unapata udhihirisho wake katika upendo wa kujinyima, na wale ambao hawatadai kamwe huwa wamefika. Dhibitika. Neno hili lenye nguvu lina maana ya kutosheleza kikamilifu au kuleta kitu kwa kipimo kamili. Linatumika kwa Ibrahimu akijua hakika kwamba Mungu angefanya kile alichoahidi ingawa hakiwezekani kibinadamu. Unaposoma Warumi 4:21, mapenzi yote ya Mungu ni neno yote ni pana. Paulo mwenyewe aliomba kwamba Wakolosai wajazwe na maarifa ya mapenzi ya Mungu, waenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mukipendeza kabisa kupitia uweza wote wa kadiri ya nguvu ya utukufu wake na utukufu. Naona kwamba ni Kristo ambaye anaweza kutufanya tuweze kudhibitika na kusimama. Anaweza kutupa nguvu za kuweza kusimama. Kwa hivyo ni tuzidi kumtegemea Kristo ambaye ni chimbuko la nguvu yetu. Siku ya Jumatano ni kuishi katika ulimwengu huu lakini si wa ulimwengu huu. Unaposoma katika kitabu ni cha Wakolosai 4:14 na 15, tunakumbana na Luka yule tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia na Nimfa na kanisa lililo katika nyumba yake. Unaposoma vile vile katika kitabu ni cha Timotheo wa pili 4:11, neno la Mungu linasema hivi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia, Luka peke yake yuko hapa pamoja nami. Umtoe Marko umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Upendo wa Luka kwa Yesu na ufalme wake ulimfanya asimame na Paulo hadi mwisho. Hali Dema aliupenda ulimwengu huu kuliko ulimwengu ujao. Kwa hivyo maamuzi ambayo tunafanya yanaweza kujengeka na ni wapi ambapo imani yetu tumeiweka. Iwapo imani yetu tumeiweka kwa Mungu, tutaweza kupenda yaliyo mbinguni ama tutaweza kufikiri yaliyo mbinguni. Lakini iwapo tunaupenda ulimwengu huu, mambo ambayo tutafanya yatakuwa yakionyesha kwamba sisi ni wa ulimwengu huu. Unaposoma katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza 2:15, inasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakuko ndani yake. Kwa hivyo lazima tuweze kuikataa dunia hii na mambo yake. Kwa hivyo na sisi vile vile
tunaishi katika ulimwengu huu, lakini tabia zetu zinapaswa kuonyesha kwamba sisi urithi wetu uko mbinguni. Hapo soma katika kitabu ni cha Wathesalonike 5:4 nasema, bali ninyi ndugu hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Kwa hivyo kwa kuwa wana wa nuru tutaweza kuwa tayari kumkaribisha Kristo. Hatutakuwa tumelala, lakini iwapo tutalala, Kristo atakuja na atatupata hatuko tayari. Kwa hivyo lazima nia zetu, lazima matendo yetu yaonyeshe kwamba tunaishi kama watu ambao wanatarajia tumaini lenye baraka la ujio wa Yesu Kristo ili kuweza kutuchukua mbinguni. Tusije tukaishi kana kwamba hatuna tumaini lolote. Lazima tuweze kuwa na tumaini, na tutakapokuwa tunaishi hivi tutakuwa tumejengeka ndani ya Kristo. Na tunaona pia katika ujumbe wa Laodikia Yesu anatupa maagizo ya wazi. Kwanza, tutubu dhambi zetu. Pili, tunapaswa kufungua mioyo yetu kwa Yesu na kumwacha yeye adhibiti, na kisha ya tatu, atatuwezesha kupata dhahabu ya imani na upendo iliyojaribiwa kwa majaribu na kupata ushindi dhidi ya majaribu. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi ambao ni ujumbe kwa Laodikia. Unaposoma katika kitabu ni cha Wakolosai 4:16 na 17, neno la Mungu linasema, waraka huu ukiisha kusomwa kwenu, fanyeni kwamba usome katika kanisa la Walaodikia pia, na ule wa Laodikia usomwe na ninyi. Kwa hivyo tunaona Paulo kwamba alikuwa akisambaza jumbe zake ambazo zilikuwa zinasomwa katika makanisa yale ambayo aliweza kuyahudumia, ama yale ambayo yalikuwa yameanzishwa kipindi kile. Ujumbe ule ambao ulisomwa katika Kolosai ulipaswa vile vile kusomwa katika Walaodikia, na vile vile ule wa Walaodikia ulifaa kusomwa katika kanisa la Kolosai. Kupitia historia ya watu wa Mungu katika vizazi vyote, matatizo yale yale hutokea tena na tena. Manabii waliikemea Israeli kwa kutaka kuabudu kama ulimwengu, na wakawahimiza watubu kabla hawajachelewa. Hata Isaya aliomboleza, mji huu ulikuwa mwaminifu, umekuwaje kahaba? Na kuwahimiza watu kumrudia Mungu kwa ajili ya msamaha na utakaso. Wote Yohana Mbatizaji walimwambia Israeli watubu na kuzaa matunda ambayo yangestahili jaribu la hukumu. Katika siku za mwisho mitume walitoa ujumbe kama huu. Kwa kutamatisha, tunaona kwamba mchakato mzima wa dhambi utaweza kumalizwa pale ambapo dunia itaweza kufanywa upya vizuri. Tumeweza kuona mchakato mzima wa Yesu kuweza kutufia Kalvari ili yeyote atakaye muamini asije akapotea. Kwa hivyo tunaona kwamba Kristo yuko katika jitihada za kuweza kumwokoa binadamu aliyezama dhambini. Kwa hivyo la kufanya ni kuweza kumpatia nafasi ili aweze kukuokoa wewe vile vile. Na tunaweza kuona kwamba mchakato huu mzima wa kisa cha ukombozi umeweza kufunuliwa vizuri sana patakatifu. Unapofuata njia ya patakatifu, tunajua mlango mpaka kufika patakatifu patakatifu, ikiashiria vile ambavyo Kristo atakuja kuishinda dhambi. Tunaweza kuona mwisho wa dhambi, vile ambavyo wadhambi watatupwa kwenye ziwa la moto, vile ambavyo milenia itakuwepo, vile ambavyo shetani ambaye analinganishwa na ule mbuzi Azazeli ambaye aliachiliwa kwenda jangwani. Kwa hivyo mchakato mzima unaweza kufunuliwa katika patakatifu, na tunaweza kuona vile dhambi iliingia na vile ambavyo dhambi itashindwa, na hivyo Kristo atakuwa ameweza kuunganisha mbingu na dunia mwishowe, pale ambapo dunia hii itaweza kufanyika upya. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba utakuwa miongoni mwa wale ambao watarithi nchi. Lakini kumbuka, ni baada ya kuwa mmekuwa na Kristo kwa takriban miaka 1000 mbinguni ili kuweza kuifanya hukumu. Natumai unazidi kubarikiwa na kuomba uweze kujiunga pamoja na sisi katika juma lijalo ili tuweze kuangazia robo nyingine na tutakuwa na mada nyingine. Asante. Tuamini tupate ombi kwa kutamatisha. Mungu Baba, tunakuja mbele zako tena, tunakurudishia shukrani kwa vile umeweza kuwa pamoja na sisi tangu tulipoanza na tumeweza kufika tamati. Tumeweza kuona vile ambavyo unaungania